Bwana, semaji la Coastal Union, semaji la pointi 3. Bwana, umeingia na mguu mzuri. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Unajua hizi nyota zinaambatana. Coastal Union timu yenye bahati imekutana na msemaji mwenye bahati, kwa hiyo ni muendelezo wa kufanya vizuri. Tumetoka kwenye maandalizi ya pre-season, tumeanza mchezo wetu wa kwanza leo walikuwa NBC dhidi ya Tanzania Prison na tumefanikiwa kuondoka na alama 3 muhimu. Niliwaambia siku chache zilizopita bwana Peter kwamba kuingia Tanga kuna njia hizi. Sio, unanielewa? Kuna njia hizi 3 tu. Kuna njia ya ardhi, kuna njia ya anga, yani utumie usafiri wa ndege, na kuna njia ya maji, usafiri kwa boti au meli. Ndio unaweza kuingia mjini Tanga. Ukitumia njia hizo 3 kwa namna yoyote, alama 3 unaacha kwa dimba la sisi Mkokwani. Sasa Prison wamekuja na njia ya ardhi. Hakuna namna unaweza kuondoka hapa Tanga alama 3 zikawa upande wao. Kwa hiyo kwa namna yoyote ilikuwa ni haki yetu sisi kupata alama 3 kwenye mchezo huu wa kwanza wa ligi kuu kwa sababu hizo. Lakini pia tumecheza kwenye uwanja wetu wa nyumbani sisi Mkokwani, uwanja ambao tuliumisi kweli kweli. Juzi tumefanya bonanza kwenye uwanja ule, tumeshinda dhidi ya FC Bomet kutoka Kenya, na leo mchezo wetu wa kwanza wa ligi kuu. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kaka. Mipango ilienda sawa, maandalizi ya mwalimu yote yalikuwa vizuri. Kikosi chetu kilikuwa kipo sawa sawa, japo bado kuna flavor ambayo mashabiki wa Coastal Union wa Coastal Union hawajaipata. Nafikiri hata wewe pia Petro utakuja ipata hiyo flavor na kuahidi kuelekea mchezo unaofuata tarehe 22 kuna kitu tutawaonyesha. Flavor gani hiyo mwanangu? Hiyo flavor bana ni namna ule mpira wali robo nazi 26 ulivyo. Kuna mpira wetu mmoja wali robo nazi 26 huo. Bwana, hilo ndio mpira la Coastal Union. Wali robo nazi 26. Yaani hiyo hatari, afu nyama nyingi kuliko mchele wenyewe. Mchuzi nazi, wali nazi, marage nazi. Hiyo una enjoy kwa sababu kocha wetu Mzanzibari ujue. Ni mtu ambaye anapenda vitu vitamu, vitu vizuri. Mtaalamu wetu General Ali Ameri, mtaalamu wa mifumo huyu. Kwa hiyo sasa ile kaliba yake ya Kizanzibari ya kupenda vitu vitamu na vizuri ameihamishia kwenye kikosi chetu. Kwa sasa sisi pira letu tunapiga pira mchele robo nazi 26, nyama nyingi, mchele kidogo, nyama nazi, maharage nazi, yani kila kitu pale ni flavor za nazi. Kwa sasa hiyo itaonekana vizuri tarehe 22 kwenye mchezo wetu wa pili wa ligi kuu. Bwana, hilo pira ndo likoje hilo? Yaani vitu gani vionjo gani vinavyotengeneza huo mpira? Aina ya mchezo wenyewe. Unajua Coastal Union sio timu ya kubutua. Unajua sisi hatuoshi Sisi hatucheza ule mpira unitoke nipumue. Unajua? Sisi mpira wetu tunaocheza tunacheza ile nipe nikupe raha tupate. Kulu kutata mantete. Yaani mpira fulani hivi ambao hata shabiki yetu akiwa jukwani. Bwana, nipe rudia hiyo. Hiyo kulu kutata mantete ile hiyo. Hata shabiki yetu akiwa jukwani tunaweza tusishinde lakini akapata burudani ya mpira. Hiyo ndio nipe nikupe. Nipe nikupe raha tupate hiyo. Kulu kutata mantete. Huo mpira uko Tanga tu. Tanga unachezwa Mkokwani. Tukija kwako sasa wewe kukufuata tunakuja na modi nyingine. Tunaweza kukuchanganyia kidogo mixa ugali, ndizi mbivu. Si ndio bwana kidogo pale maji tende nini ukapata flavor fulani nzuri lakini ngumu kumeza kidogo. Ila hapa nyumbani lazima tuwe na mpira fulani soft kwa sababu uwanja wa Mkokwani pia unaruhusu. Nyasi zimetulia, manager uwanja Kida Machaya na kisha uwanja uko sawa sawa masaa 24. Na tumecheza usiku leo majira saa 1. Na kile sasa hivi Tanga kuna kihali fulani cha baridi, tumezidi kuenjoy jinsi ambavyo wale wachezaji wanatupa raha, zile passes zinapigwa, movement ile nipe nikupe raha tupate. Kwa hiyo tarehe 22 kuelekea mchezo mwingine wa ligi kuu inshallah ndio tunakwenda kuona hiyo flavor ambayo leo huenda imeonekana kwa 30% tu kwa kile ambacho mimi niliwahi kuona mazoezi nchini ya General Ali Ameri. Bwana, kuna wachezaji ambao hawajaonekana kwenye mchezo wa leo ikiwemo Kiala Lasa. Hawa booster likikamilika hali itakuwa vipi sasa? Bwana, hawa leo hajaonekana Kiala Lasa, hajaonekana Christopher Oruchum, hajaonekana Adam Salamba, si ndio? Adam Salamba bado kuna shida zake, kuna matatizo ya kiafya chini ya daktari wetu Hussein anashughulikia hayo. Kwa ripoti yake ikamilika tutaweka wazi kwamba tutaanza kumwalini uwanjani Adam Salamba. Kiala Lasa ni mipango ya mwalimu. Mwalimu ameona kwenye mchezo leo wa kwanza asimtumie katikati ya kiwanja, amesimama Geoffrey Manyasi, amesimama kiungo mlaini kuliko Bamia, Khalfini Amduni kasimama pale akisaidiana na viungo wengine. Kwa hiyo kutokana na mipango ya mwalimu tutamuona Kiala Lasa kwenye mchezo unaofuata kama mwalimu mwenyewe Ali Ameri
ataamua kumtumia nyota huyu kwenye mchezo wa pili. Bwana, kwa hichi ambacho mmekifanya leo, kwa sababu moja kati ya silaha kubwa ambazo timu za daraja la kati zinatumia ni kutumia vizuri uwanja wa nyumbani. Hii inaweza ikatuma ujumbe kwamba timu yoyote, si Simba, si Yanga wala Azam au Singida, akija kwenye uwanja huu anaweza akaacha alama. Unajua, nikisema tunataka kushinda kila mchezo wa nyumbani, hatuchagui wa kumshinda. Light kama hata wewe Petro Mzigo kutoka PMTV ungekuwa una timu yako, labda tuseme inaitwa tuipe timu leo labda Mnyela FC huko kwenu Buzurugwa, labda hivyo tuseme. Kwani wapi Sheikh? Mafinga. Tuseme timu yote huko ndo Mafinga. Mkija Mkokwani sisi tunataka alama 3. Kwa hiyo hawa waliowataja sisi hatuna sababu hata theluthi ya kuhofia kuchukua alama 3 kwa dimba la sisi Mkokwani. Na haimaanishi tukija kwako pia tutakuwa waoga, hapana. Sisi lengo letu msimu huu ni kukusanya alama 3. Bwana, hiyo sijaipata vizuri kwamba hao niliowataja sio akija Mkokwani tu anaacha alama 3. Hata mkienda kwao. Hata tukifuata kwako. Kaka, tukikufuata kwako ni kama kwetu, ukija kwetu ni kwetu zaidi. Kwa sisi hatuna namna, yani hatuna sababu ya kumhofia mtu kwa sababu timu tunayo. Yani hatuwezi kumhofia mtu ile hali timu tunayo. Kikosi kizuri kipo, benchi la ufundi limesheheni, wataalamu wa kutosha. Tumefanya uwekezaji mkubwa kwenye kikosi chetu. Tuna nyota ambao wana experience, nyota kama Adam Salamba, Geoffrey Manyasi, nina kijana mdogo mwenye kipaji na hodha wangu Bakari Msimu, nyuma na center half Suleiman Ali kutoka Zanzibar, miongoni mwa vijana ambao mimi binafsi niliwahi kuona wanakaba paka ndotoni. Yani kule kambini ana sifa kwamba hata kilala huaga anakaba akiwa ndotoni. Sasa hiyo mimi nakupa sababu mimi nimefika. Wewe kibisho niambie ulikuwepo? Sasa nataka uniambie mashabiki wa Coast kwa namna walivyoona chama lao hivi sasa wakiingia pale PMBet kubashiri, wao waende ule upande wa Coast tu. Ukiingia PMBet kubashiri michezo ya Coastal Union, wewe shabiki na mwanachama wa Coast, usichague option yoyote zaidi ya ushindi. Sasa unawaibia na Watanzania wengine. Nawaibia na Watanzania wengine. Yaani mechi zote za Coast usichague usichague option yoyote zaidi ya ushindi. Zile mbombo zile, sisi tunataka kushinda tu msimu. Haijalishi ngapi. Lakini muhimu alama 3. Alama 3 zinapatikanaje? Tumeshinda mechi. Sio, umeelewa? Kule kwenye magoli watajua wenyewe, lakini ushindi upo. Sisi tuchague likiwa 1 ni alama 3, ikiwa 6 alama 3, ikiwa 12 ni alama hizi. Kwa sisi muhimu ni alama 3, ndio kipaumbele chetu msimu huu. Iwe isiwe, jasho kwa damu. Tutachukua alama 3 tunapoweza, tutapambana na kila anayekuja na tutashinda kila mchezo. Hatuna sababu ya kumwogopa mtu yote. Kaka, nakusisitiza. Unaelewa bwana Peter? Mchele robo nazi 26. Msimu huu mtaenjoy sana Mkokwani. Nipe nikupe. Raha tupate kulu kutata mantetele. Njoo tu enjoy.